Mimi waga na kauli moja tu hapa kwa wateja wangu. Mimi waga nawaambia mkopo kesho. Wewe ndo unajijua, na watu pia muonekano wa mtu na tabia za mtu waga zinamjulisha uhalisia wa mtu, huyo mtu ni mtu wa aina gani. Haina haja hata ya kusema uanze kujieleza sana. Mimi nipo hivi na sasa hivi na miaka mitano hivi. Kwenye kiwanja nini kujenga, namshukuru Mungu kwenye hilo. Kuna nafasi ambayo nimeshapiga hatua. Katika miaka mitano umefanikiwa kujenga? Yeah, nimefanikiwa kujenga. Kupitia kazi hii ya saluni? Kazi hii hapa, na sina kazi nyingine tofauti na hii. Hustle za kitaa. Kwa majina naitwa John Vincent. Mimi nimezaliwa Kigoma, Dar es Salaam, naishi Nadani Tungi. Na maeneo yangu ya kazi ndo kama hapa kwa Steven Kisiwani. Ni saluni yako au umeajiriwa? Hii ni ya kwangu. Ya kwako kabisa? Yes. Ndio. Sasa katika kazi zote, katika kujiajiri, kwa nini umechagua kazi ya ususi ama saluni? Nikisema kwa nini nimechagua hapo nitakuwa nimekosea. Ila ni kitu ambacho kilikuja tu. Kwa sababu kwenye harakati za kutafuta maisha, nilipokuja nikakutana na ndugu zangu ambao wanafanya kazi hizi hapa. Sasa mimi pia nikabidi nifanyeje, nikawa nawasaidia. Yaani nilianza kwenye lengo la kuwasaidia kwa sababu kipindi hicho nilipokuja nikawa nataka kazi. Nikaamua nikuja Dar es Salaam kutafuta kazi. Sasa nilipokutana nao ndugu zangu ikabidi nikae kwanza kwao kwa lengo la kusema kuwa mimi mwenyewe nijitafute kimaisha. Sasa nilipokuta wanafanya kazi ikabidi mimi pia nianze kujifunza. Kwa sababu uwezo ukakaa ukamkuta mtu anafanya kitu alafu kakaa wewe unamwangalia tu peke yake, hapana. Kwa mimi pia ikabidi nianze kujifunza. Mwisho wa siku nilivyoona kumbe hapa nafasi inaweza kupatikana, fursa nyingine ya kusema kuwa mtu unaweza kufanya mbadala, kwa sababu uwezo ukategemea kazi ambayo huioni wakati unaona kabisa sinachokifanya pia ni kazi nyingine. Kwa hiyo ikabidi nichukue hatua ya kusema kuwa acha nianzishe hii ambayo ni tayari nimeshaifanya, basi niendeleze. Mtaji mpaka unapata sehemu unafungua ofisi hivi uliutolea wapi? Mimi bwana ni ile tu nilipewa support kidogo na mzazi. Kwa nisiwe muongo, labda maana nilivyojifunza kazi nimpigia mzee simu nikamwambia mzee, mimi kweli nimekuja kwenye lengo la kutafuta kazi, lakini kitu kingine ninachokiona, nimeona kuna fursa ambayo nimeiona wenda nikifanya inaweza kanisaidia sana. Kwa hiyo nikamexplain mzee akasema basi sawa, anyway tufanye kitu. Na hisi support kidogo ilitoka kwa mzee. Sawa, toka uanze hadi sasa hivi ni muda gani? Sasa hivi na miaka mitano hivi. Miaka kama mitano? Miaka mitano ya tayari. Sawa. Katika miaka mitano yako ya kazi, saluni imekunufaisha na nini, au ni mafanikio gani umeyapata kutokana na kazi hii? Faida ni kubwa sana. Faida ni kubwa ikiwa kama wewe ni mtu ambaye una malengo, ambaye unatafuta nini kwenye maisha yako. Kwa sababu biashara hii ni biashara ambayo inakupa uhuru kwanza pale unapokuwa umeajiriwa mwenyewe. Pia imenifurahisha mambo mengi sana ambayo wenda siwezi nikasema niongee yote hii hapa na hii, lakini naweza nikasema kuwa labda kwenye kiwanja nini kujenga, namshukuru Mungu kwenye hilo. Kuna nafasi ambayo nimeshapiga hatua. Katika miaka mitano umefanikiwa kujenga? Yeah, nimefanikiwa kujenga. Kupitia kazi hii ya saluni? Kazi hii hapa, na sina kazi nyingine tofauti na hii. Ndio. Unawaambia nini vijana? Kuna hii dhana, naweza nikasema ni dhana potofu. Miaka yote sisi vijana tulikuwa tukiamini kwamba wanaume wanaofanya kazi saluni za kike basi wanakuwa hawako sawa. Hii kwako wewe imekaaje? No, changamoto kama hizo zinakuwepo sana, zinakuwepo. Ni sawasawa pia naweza nikasema mwanamke ambaye anayefanya kazi barber shop, pia kunakuwa na ile akili ambayo wanaume pia waga wanafikiria kuwa ule mwanamke anayefanya kazi pale labda ni malaya nini, vitu kama hivyo. Pia ndo sana sisi pia. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinakuwa vinaumiza, lakini wewe ndo unajijua, na watu pia muonekano wa mtu na tabia za mtu waga zinamjulisha uhalisia wa mtu, huyo mtu ni mtu wa aina gani. Kwa sababu unapokuwa unaishi kwenye na jamii, wao wenyewe watakujua kabisa wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo haina haja hata ya kusema uanze kujieleza sana, mimi nipo hivi na ila jamii yenyewe itajua kabisa huyu mtu ni mtu anayejitambua, ana akili, hana mambo ya ajabu. Sawa.
Mr. John, umefanikiwa kuoa ama una familia? Mimi bado sijaoa kwa kweli. Yes. Ndio. Kwa maana yake kwa kazi yako hii unaendesha tu maisha yako kwa sasa hivi? Ya, bado naendesha maisha yangu na familia yangu kama wazazi hivyo, na washirikisha wazazi na mimi mwenyewe, ila kuhusu kuoa bado kabisa. Sawa. Katika kila kazi hakukosi changamoto. Ni changamoto gani unazokutana nazo mara kwa mara ukiwa kazini? Changamoto zipo. Hamna kazi ambayo isiyokuwa na changamoto. Yaani kila mtu yote yule, haijalishi umeajiriwa, haijalishi umejiajiri, kwa changamoto zipo. Naweza nikasema changamoto ndogo ndogo ambazo zinakuwepo. Mfano, unaweza kumtengeneza mteja hivyo akatoka amependeza. Alafu sometimes inakuwa inatokea tu labda kule akaenda akafanya vitu vyake ambavyo labda vimeenda tofauti. Sasa ile style ambayo ulikuwa umemtengeneza ikawa imeharibika kabla ule muda ambao ulikuwa umemwambia utakaa nayo wiki au mwezi. Sasa anapokuja kukuambia bwana, mbona uliniambia hivi, uliniahidi kuwa ndani ya wiki moja, ndani ya siku ngapi, itakuwa tayari mbona imeharibika mapema. Kwa hiyo hapo wewe sasa ndo unakuwa unaanza kufikiria nifanyeje au wapi nilipokosea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto zipo ndogo ndogo ambazo sio sana, ambazo labda zinaumiza kichwa, hapana. Yeah. Sawa. Mimi bwana, watoto wa kike kwa upande wangu mimi nawajua. Haukutani na zile Joni nitakupa hela baadaye au Joni napiga na chenga. Hiyo ni kila siku. Yaani siku 3 haziwezi zikaisha sijakutana na changamoto kama hiyo. Mtu anaweza akaja akataka kuleta yale mapozi sijui. Unajua siku zote mtu ambaye anajua lengo lake la yeye yaani lengo ambalo la maisha yake, ni heri usimame kwenye mstari. Yeah. Mimi waga na kauli moja tu hapa kwa wateja wangu. Mimi waga nawaambia mkopo kesho. Yaani akija mimi nataka John leo sina hela, nawaambia kesho njoo nitakukopa. Kwa sababu najua akija kesho nitamwambia tena kesho, kwa sababu mkopo kesho haijaye kuisha, kesho haijaye kufika. Kwa hiyo mimi waga ndo kauli yangu kwa mkopo kesho. Yes. Sawa. Kwa kijana wa Kitanzania ambaye anajitafuta, yupo katika umri kama wako, unamshauri nini? Kwanza swala la msingi ambalo naweza nikasema, sisi tunaitwa Gen Z. Sasa tunaitwa Gen Z. Sasa sisi Gen Z, kitu ambacho kinachokuwa kinasumbua sana kwanza ni uvumilivu. Tunapokuwa tunataka kitu inabidi kwanza uweke uvumilivu pia, kwa sababu mtu unapokuwa na idea, nitafanya biashara na mpango wa kusafiri au na mpango wa kufanya kitu fulani ndani ya mwaka fulani, kitu kinachokuwa kinasumbua ni ile kuona labda umechelewa. Uvumilivu unakuwa mdogo. Pili, inakuwa ni tamaa ambazo zinazokuwa zinatusumbua. Unaanza kujilinganisha na watu wengine, mbona fulani yupo hivi, au mimi ninachokifanya hakiendani na malengo yangu ambayo unayotaka kuyafanya. Lakini ukikaa ukitulia ukajiuliza ni wapi ninapokosea hadi malengo hayafikii kwa wakati, au kwa nini sifanikishi mambo yangu. Kwa hiyo vitu vingine inabidi kukaa unajioji wewe kama wewe, na sio kuanza kujilinganisha na watu wengine. Nataka niwe kama fulani, kwa sababu kila mtu humjui yeye jinsi alivyo. Huenda yeye kawezesha na familia yake, labda yeye kuna mambo yake ambayo amepitia. Kwa hiyo kila mtu anakuja na bahati yake katika dunia, lakini kinachotusumbua sana ni kukata tamaa na kuweka tamaa mapema ya kupata vitu kwa wakati. Ila unapokuwa unawekeza akili yako na nguvu zako katika malengo yako, kimsingi ni kuvumilia na kufanya kazi kabisa. Sawa John. Sasa kwa Mtanzania ambaye anakutazama, ametamani aje ushirikiane na wewe kwenye kazi, au aje apate huduma yako, au aje kujifunza kwa chochote, anakupataje? Lakini pia ni huduma gani wewe unazozitoa hapa saluni? Saluni kunakuwa na huduma nyingi, lakini inabidi uende na eneo ambalo unapokuwa unafanyia biashara, kwa sababu uwezo ukafanya biashara yote. Sasa hivi biashara ipo nyingi sana, na style za nywele siku zote, kila siku zinazidi kuja mpya. Kwa hiyo unaangalia ile location ambayo unayoishi wewe inaenda na huduma gani. Mimi hapa kazi ninazozifanya, naweka dawa, nafanya steaming na bondi, na shonea wigi,
ila sipaki rangi na makeup. Hivyo vitu mimi sifanyi kwa sababu eneo pia ambalo nililopo wateja wanakuwa ni wachache, sio wengi sana, ila japo wanakuja kuulizia, lakini unakuja kukuta wafanyakazi pia kuwapata na kwa ni shida kidogo kuweza kuwapata kwa wakati ya. Sawa. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako na nafasi ulionipa na kushiriki pamoja katika hasu za kitaa kutoka Sat Media. Nafikiri Watanzania wamejifunza kitu kutoka kwako. Mimi nikutakia siku njema. Asante sana.